Somo hili la leo litatufundisha zaidi kwa haya ambayo baba amekuwa akituambia mfululizo, nadhani toka mwaka huu umeanza au toka mwaka jana. Amen. Sasa andika kichwa cha somo: nguvu katika kunyenyekea, ama siri katika kunyenyekea. Kunyenyekea ni kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Kunyenyekea ni kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu, lakini pia na mbele za watu. Kunyenyekea ni nguvu na si udhaifu. Mungu huwainua wale wote wanaonyenyekea na kuwabariki kwa njia mbalimbali. Kunyenyekea kuna maanisha kutii maagizo ya Mungu hata pale tunapohisi ni rahisi, lakini tunatakiwa kunyenyekea na kutii. Haleluya. Kunyenyekea ni kutambua kuwa Mungu ndiye mwenye mamlaka wa yote na sisi tunamtegemea yeye peke yake. Kunyenyekea ni kuwa tayari kusikiliza, kujifunza na kutii kwa unyenyekevu. Kunyenyekea ni kuwa tayari kujishusha kwa kutambua mamlaka ya Mungu na kuwaheshimu wengine kwa unyenyekevu. Kunyenyekea ni kuwa tayari kujishusha na kutambua mamlaka ya Mungu na kuwaheshimu wengine kwa unyenyekevu. Hiyo ndiyo maana ya unyenyekevu. Haleluya. Haleluya. Fungua nami katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 10. Nitasoma katika kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 4 na mstari ule wa 10. Jidhilini mbele za Bwana, naye atawatukuza. Soma katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 6. Amen. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Amen. Basi jinyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Amen. Yesu Kristo ni mfano mkubwa wa unyenyekevu. Amen. Alikuja duniani kama mtumishi, akajinyenyekeza hata akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Amen. Ni kwa namna gani Yesu alijinyenyekeza? Amen. Alijinyenyekeza naam mpaka mauti ya msalaba. Amen. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 8. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam mauti ya msalaba. Amen. Amen. Naye alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtiifu hata mauti, naam mauti ya msalaba. Amen. Yesu Kristo alipojinyenyekeza kwa Mungu, Mungu alimuinua na kumpa jina lipitalo majina yote. Amen. Jina la nani? Jina la Yesu. Amen. Fungua katika kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa 3. Hesabu, kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa 3. Amen. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Musa alitaja kuwa mtu mnyenyekevu kuliko wote duniani. Amen. Lakini pia alijinyenyekea mbele za Mungu hata alipokutana na changamoto kubwa katika kuwaongoza wana wa Israeli. Amina.
lakini Mungu alimtumia kwa nguvu na akamfanya kuwa kiongozi mkubwa wa Israeli. Haleluya. Fungua katika kitabu cha Mwanzo sura ya 50 mstari wa 20. Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Amen. Amina. Yusufu alielewa ya kuwa Mungu alitumia mateso yake kuwa mema. Amen. Baadaye Mungu alimuinua na kuwa waziri mkuu wa Misri. Amen. Ni kwa namna gani alijinyenyekeza? Amina. Fungua katika kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 38. Nitasoma. Amen. Luka sura ya 1 mstari wa 38. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Amina. Hapa tunajifunza namna ambavyo Mariamu alivyokuja kupashwa habari kwa habari ya kupata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina. Ni kwa namna gani alijinyenyekeza? Hakuwa na jibu la hapana. Moja kwa moja alikubali na kikatokea kilichotokea. Amina. Alikubali mpango wa Mungu kwa kuwa mnyenyekevu. Amen. Akawa mama na mwokozi wa ulimwengu huu. Amen. Kwa Mariamu alikubali mpango wa Mungu moja kwa moja, na ndio maana mpaka leo tunamuita ni mama wa Yesu, mama wa mwokozi. Amen. Sasa ninaomba vitu hivi kadhaa hakikisha vipo kwenye notes zako. Andika faida za kunyenyekea. Mungu huwainua wanyenyekevu. Kwa faida ya kunyenyekea ni ya kuinuliwa. Tutasoma katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 10. Ruti fungua Petro wa kwanza 5:5. Maria fungua Mithali 11:2. Atu fungua wa Filipi 2:3-4. Felix fungua Mathayo 5:5. Mkurugenzi anatusomea Yakobo sura 4 mstari wa 10. Karibu. Tusikilize neno. Waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 10. Jidhilini mbele za Bwana, naye atawakuza. Amen. Amen. Na point yetu ya kwanza nasema faida zetu za kunyenyekea ni Bwana atatuinua. Amen. Lakini andika pia faida za kunyenyekea ni kupata neema na baraka za Mungu. Unaponyenyekea unapata neema na baraka za Mungu. Tunasoma katika kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5:5. Tunaponyenyekea tunapata neema na baraka za Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 5. Karibu Ruti. Amen. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5 na mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Naam, ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Amen. Amen. Faida ya 3. Unaponyenyekea unapata hekima na maelekezo kutoka kwa Mungu. Tutasoma katika kile kitabu cha Mithali sura ya 11 na mstari wa 2. Amina. Neno la Mungu linasema, kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Amen. Amen. Hekima hukaa na wanyenyekevu. Kwa maana fupi ni kwamba wanyenyekevu ndio wenye hekima. Amen. Pointi ya ngapi tunaenda? Ya 4. Pointi ya 4 nasema faida za kunyenyekeza ni kuishi kwa amani na wanadamu. Kuishi kwa amani na wanadamu.
Utafungua nami katika kile kitabu cha Wafilipi sura ya 2 ile 3 mpaka 4. Nami nitasoma. Msitende neno lolote kwa kushindana wala majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Amina. Pointi ya 5, faida za kuwa mnyenyekevu. Utapokea tuzo ya milele. Unapokuwa mnyenyekevu, unapokea tuzo ya milele. Utafungua nami katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 5. Mathayo sura ya 5 na mstari wa 5. Inasemaje? Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye upole, maana watairithi nchi. Amen. Kunyenyekea ni si tabia inayokuja moja kwa moja. Amen. Ni kitu ambacho mtu anajifunza, lakini kuna mwingine anakikuta kwa wazazi. Amen. Lakini pia kuna kingine ambacho mtu anapata neema tu anazaliwa nacho. Lakini pia kuna makabila kadha wa kadha ya ukande fulani tunakuta kwamba unyenyekevu ni nature yao. Ni kitu ambacho wanacho kutokana na aina ya kabila ama aina ya mila na desturi zao. Amen. Ni namna gani basi ujifunze kunyenyekea? Mtu mwingine atasema, kwani unyenyekevu ni nini? Kwani hivi ninavyoishi sinyenyekei? Amen. Mwingine ongea yake anaweza kadhani kwamba ni unyenyekevu. Hatua zake ni za unyenyekevu. Anavyoongea na watu hana ile hali ya upole, yeye akaona ni unyenyekevu kutokana na nature na maisha aliyotokea. Amen. Kwa sometimes huwa pia tunawashangaa watu kadhaa, lakini ukiwa rohoni unajua tu kabisa huyu amekosa kitu fulani. Amen. Lakini pia sio mtu unayetakiwa kumshangaa sana na kumkosoa sana. Kuna nyakati tunatakiwa kubebana kutokana na nature na malezi. Amen. Wengi wetu hapa huenda tumekuzwa kwenye sehemu ambazo hazina unyenyekevu kabisa. Hazina swala la shukrani. Kimpa mtoto kitu anapokea, haoneshi hali ya kushukuru ambayo imebeba unyenyekevu ndani yake. Amen. Anakuwa. Anaolewa, anakutana na jamii nyingine. Amen. Huyu mtu akija kuinteract na hii jamii anaonekana ni mtu wa ajabu sana. Amen. Lakini shida inakuja katika nature na pale alipolelewa. Haleluya. Sasa jinsi ya kujifunza kuwa mnyenyekevu. Namba 1. Hakikisha unamtii Mungu hata unapopitia magumu. Hakikisha unamtii Mungu hata unapopitia magumu. Usimtii Mungu tu pale ambapo unaona mambo yako yanaenda. Usimtii Mungu tu pale ambapo haukumbani na changamoto yoyote kwenye maisha. Hakikisha unamtii Mungu katika nyakati zote. Kuna nyakati Mungu anasema na wewe usiende. Hakikisha unaitii sauti ya Bwana kupitia mtumishi wake kwa kutokwenda. Amen. Ni kweli ni mazingira magumu. Ni kweli unatakiwa kwenda. Lakini Mungu anasema nini? Usiende. Amen. Kwa hakikisha unamtii Mungu katika mazingira au katika jambo lolote gumu ambalo unapitia. Amen. Lakini pia hakikisha unawaheshimu wengine na kutojiona wewe ni bora. Heshimu watu wa rika lote. Waheshimu watu wa hali zote. Usichague watu fulani hawa ndio nitawapa heshima yangu.
ama watu kwa kuwa hawa tunaendana level fulani ndo tunaendana ndo nitawapa heshima. Hakikisha unawaheshimu watu katika hali zote. Amen. Lakini pia usijione wewe ni bora kuliko watu wengine. Hata kama Mungu amekubariki, Mungu amekuwezesha zaidi katika mazungumzo yako, katika maisha yako, usijioneshe kwamba wewe ni bora kuliko wao. Haleluya. Lakini pia jifunze kusikiliza kabla ya kuongea. Ni vyema sana kuwa msikilizaji. Amen. Na kusikiliza kile ambacho mtu anakuletea ujumbe. Amina. Na ndio maana baba huwa na kanuni yake kwamba unapokuja ofisini, njoo na notebook yako, njoo na pen. Anapokuwa anaongea, anataka umsikilize na uandike kile ambacho anakupa maelekezo. Amen. Hiyo ni ishara ya utii na ni ishara ya kufuata maelekezo. Amen. Lakini pia epuka majivuno na kiburi. Kujivuna ni hali ya kujiinua. Na unapojiinua maana yake umekosa unyenyekevu ndani yako. Sawa? Lakini pia kiburi bado ni hali ya kujiinua, kwa sababu unashindwa kujishusha. Amen. Kwa epuka kuwa na majivuno na kiburi. Lakini pia tambua mamlaka ya Mungu. Hakikisha unatambua mamlaka ya Mungu. Mungu ndiye aliye mwenye mamlaka. Amen. Na ndiye muumba. Amen. Tukitambua ukuu wake tunajifunza kujishusha mbele zake. Kwa lazima umtambue mamlaka yake. Ukitambua kwamba Mungu ndiye aliyekuumba, Mungu ndiye mkuu, lazima uitambue nafasi yake kwako ili wewe uweze kujishusha mbele zake. Na ndio maana tunapokuja hapa mbele zake, tunapoabudu, hata kucheza, ni lazima kabla hujaanza tendo la kuabudu, hakikisha umeshapata kutafakari unayeenda kumchezea ni nani, unayeenda kumwabudu ni nani. Ukiwa na hiyo picha, hautafanya katika viwango vya chini. Amen. Lazima utafanya katika viwango vikubwa. Amen. Kwa kuanzia leo unapokuja mbele za Mungu, utambue kwanza ukubwa wa Mungu juu ya maisha yako. Lakini pia tambua hii ibada unaenda kumfanyia nani. Huyu unaenda kumfanyia ni mkubwa, na kama ni mkubwa anastahili kwa viwango vipi? Haleluya. Haleluya. Lakini pia fungua katika kile kitabu cha Methali sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Felix tutasomea kama maiki iko kwako. Halafu Ruti fungua Yakobo 1 sura ya 1 mstari wa 22. Halafu Maria fungua wa Tesalonike sura wa 1 sura ya 5 mstari wa 18. Mkurugenzi, naomba nifungulie Methali 18 mstari wa 13. Atu, ninaomba unifungulie Mathayo sura 23 mstari wa 11 mpaka wa 12. Wakolosai 3 mstari wa 23 fungua ya 6. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12 hadi wa 13. Irene utasoma. Methali sura ya 12 mstari wa 15. Jovina utasoma. Zaburi 25 mstari wa 9. Haya nitayarudia wakati tunaingia kwenye somo. Sawa? Naweka kwa urahisi watu wafungue Biblia. Zaburi 25 mstari wa 9. Christensia utasoma, utamaliza. Methali sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Amen.
Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Amen. Hakikisha unatambua mamlaka ya Mungu juu ya maisha yako. Haleluya. Pointi nyingine andika kujifunza kutii mapenzi ya Mungu. Jinsi ya kuwa mnyenyekevu ni kujifunza kutii mapenzi ya Mungu. Tutasoma katika kile kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 22. Amen. Yakobo mlango wa 1 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Amen. Amen. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, hali mkijidanganya na nafsi zenu wenyewe. Amen. Pointi inasema kwamba kujifunza kutii mapenzi ya Mungu. Maandiko yanasemaje? Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu. Safi. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu wenyewe. Amen. Kwa tujifunze na tuhakikishe kwamba tunakuwa watii katika kuyafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Amen. Namba 3, kuwa na moyo wa shukrani. Namna ya kujifunza kuwa mnyenyekevu, ama namna ya kuwa mnyenyekevu ni pamoja na kuwa na moyo wa shukrani. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 18 nao unasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Ni vyema watu kujifunza kushukuru na kuwa wanyenyekevu, kwa sababu unatambua kuwa kila kitu ulichonacho ni neema ya Mungu. Amen. Kwa hiyo ni vyema kuwa wanyenyekevu, lakini ni watu ambao tumejaa shukrani, lakini huku tukitambua vyovyote tulivyo navyo ni kwa neema ya Mungu. Haleluya. Pointi ya ngapi hiyo? Ya 8. Jifunze kusaidia wengine bila kutafuta sifa. Jinsi ya kuwa mnyenyekevu ni pamoja na kujifunza kusaidia wengine bila kutafuta sifa. Fungua katika kile kitabu cha Mathayo sura 23 na mstari wa 11 mpaka 12. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Mstari wa 12, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Amen. Amen. Kujifunza kusaidia wengine bila kutafuta sifa. Saidia wengine kwa unyenyekevu, hujenga tabia ya kujishusha na kuwa na moyo wa upendo. Amena. Unaposaidia wengine kwa moyo wa unyenyekevu, inajenga tabia ya kujishusha, lakini pia na moyo wa upendo. Amen. Jinsi ya kujifunza kuwa mnyenyekevu ni pamoja na kujifunza kutenda kazi kwa unyenyekevu. Ukisoma katika kile kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23 inasemaje? Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Amen. Watu wanyenyekevu hufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu bila kujisifu. Kwa hiyo hakikisha tunapoitenda kazi ya Bwana tunakuwa wanyenyekevu. Amen. Wanyenyekevu kwa sababu tunayefanya kazi mbele yake ni Bwana. Tusio watu ambao tunajiinua na kujisifu na kujiona ni bora kuliko wengine. Unapokuja kufanya kazi ya Bwana, fanya kisirisiri. Sawa? Ni kati yako wewe na Mungu. Sawa? Usije hapa kutoa ushuhuda kwa ajili ya kufanya kazi ya Bwana. Ni wajibu wako. Hii ni nyumba ya baba yako. Hautaki kuja kutoa ushuhuda kwamba nilikuwa na peke yangu nikafanya usafi. Ni wajibu wako. Ni nyumba ya baba yako. Sawa? Kwa ukija fanya wewe kama wewe kwa ajili ya mahusiano yako na Mungu unayemwabudu. Amen. Pointi
Ya ngapi? Kuwa na moyo wa msamaha. Namna nyingine ya kujifunza kuwa mnyenyekevu ni kuwa na moyo wa msamaha. Amen. Unataka kuwa mnyenyekevu? Hakikisha una moyo wa msamaha ndani yako. Amen. Fungua nami katika kile kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12 mpaka 13. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo na ninyi. Amen. Amen. Kuwa na moyo wa msamaha. Amen. Kwa hakikisha unakuwa una moyo wa msamaha. Watu wanyenyekevu husamehe kwa urahisi sana. Amen. Huwa hawaweki vitu, kwa sababu wanatamani wapatane haraka. Lakini pia kwa kuwa na wao wanatambua watapokosea watahitaji msamaha. Amen. Kwa unaposamehe unaonesha ni kwa kiasi gani wewe ni mnyenyekevu. Sio mbele tu ya yule mtu, lakini mbele ya Mungu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwa tuhakikishe tunakuwa watu wa msamaha ili tuzidi kuwa wanyenyekevu mbele za Bwana. Hallelujah. Point nyingine ni ngapi hiyo? 11. Kuwa tayari kujifunza kutoka kwa wengine. Namna ya kunyenyekea ni pamoja na kuwa tayari kujifunza kutoka kwa wengine. Amen. Fungua katika kile kitabu cha Mithali sura 12 mstari wa 15. Mithali sura ya 12 mstari wa 15 unasema, njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe, bali yeye aliye na hekima husikiliza shauri. Amina. Mtu mnyenyekevu anakubali kuwa hajui kila kitu na yuko tayari kujifunza. Amen. Kwa hakikisha kila kitu, usio unakubali kila kitu kwamba unajua. Na sometimes unaweza pia ukawa unajua, lakini jifunze kusikiliza. Huenda mwenzio ana maono mengine tofauti na wewe. Ni kweli hii ni rangi si nyekundu, lakini siwe mbishi unakuwa mbishi kukataa kujifunza. Huenda yeye ana kitu kingine anachokijua zaidi ambacho wewe unakiona. Amen. Kwa kuwa na unyenyekevu, hakikisha unakuwa tayari kujifunza. Mwishoni na wewe ongeza kile ambacho unaona mwenzako amekosa kukiongeza katika pointi yake. Sawa? Lakini jifunze kusikiliza, lakini jifunze kujifunza. Sawa? Jifunze kujifunza. Huo pia ni unyenyekevu. Amen. Hii sio pointi, lakini andika kwamba ninatakiwa kumuomba Mungu anipe roho ya unyenyekevu. Ninatakiwa kumuomba Mungu kila wakati anipe moyo wa unyenyekevu, maana yeye ndiye anayesaidia mioyo yetu kuwa na unyenyekevu. Na ndio maana katika kitabu cha Zaburi sura 25 mstari wa 9 inasema, atawaongoza wanyenyekevu katika haki, naye atawafundisha wanyenyekevu njia yake. Unyenyekevu ni tabia inayompendeza Mungu. Wale wanaojishusha huwainua kwa wakati wake. Tunaponyenyekea, Mungu hutupandisha na kutunufaisha zaidi. Lakini pale ambapo tunapotaka kujiinua, basi tumtazame Yesu kama kuwa ndiye mfano
wa unyenyekevu juu ya maisha yetu. Amen. Tunapojinyenyekeza mbele za Mungu, Mungu huituinua zaidi. Lakini pia hutupa baraka na kutuongeza zaidi. Amen. Kwa tujifunze tunapokuja mbele zake kwa maisha yetu tuwe wanyenyekevu, kwa sababu hicho ndicho anachokitaka Bwana. Wiki iliyopita nilikuwa naongea na wanabendi wangu hapa. Nikawaambia kuna namna ninakosa connection na nyinyi pale mnapoimba sana sana kwenye nyimbo za kuabudu. Kwa sababu ninachotambua kwamba Mungu ni mkubwa na anatakiwa kuheshimiwa kwa heshima zote na za ukubwa wote. Tunapoenda kumwabudu lazima katika hali ya miili yetu tu hata wanaotutazama waone ni kwa namna gani tunamheshimu huyo Mungu. Uimbaji wetu na namna maneno yetu tunayoyatamka ni lazima hata msikilizaji ili awe connected ni lazima auone maneno ama asikie maneno yaliyobeba unyenyekevu wa Mungu ndani yake. Unapomwambia Mungu ninakuabudu, unapoongea na Mungu lazima kwanza utambue yeye ni nani. Nikawauliza, hivi tunavyoimba ni kweli tunaweza kwenda mbele za baba zetu wa kimwili tukaongea nao? Hapana. Lakini kwa Mungu imekuwa kama mazoea, unaweza ukashout unavyojisikia. Unaona kama sasa unamfokea Mungu, lakini uone unyenyekevu. Amen. Na unyenyekevu ndio unaoleta connection, ndio unaoleta muunganiko. Amen. Mimi ninajua kabisa ukiwa unaimba kwa kushout, unaimba kwa kufoka, unaimba kwa kulalamika, kuna watu ni ngumu sana kuwaleta kule ambapo wanatakiwa kuwa. Lakini unapoenda mbele za Mungu ukaonesha hali ya unyenyekevu, ile sio ya kuigiza, iliyo halisi, ni rahisi watu kububujikwa na kuwa connected. Kwa tunapoenda mbele za Mungu ni lazima tujue na tutambue ukubwa wa Mungu. Lakini pia tujue tunayemwabudu ni nani. Hili ndio kubwa kuliko vitu vyote. Kwa sababu akili na fahamu zetu zimeshaweka hali ya mazoea ya kumzoea Mungu. Labda kwa sababu wengineo hatujakutana naye ana kwa ana. Lakini tungekutana naye huenda tusingekuwa tunaabudu kwa namna hii hata ya kukaa. Huenda tungekuwa tunagalagala. Lakini kwa namna ambavyo tumemuona ama kumshuhudia kwa wengine, lakini kwa namna ambavyo tunamsoma katika vitabu na kuona ukuu wake na nguvu alizozitenda, hiyo tu inatosha sisi kumpa sifa katika viwango vikubwa na kumheshimu kwa unyenyekevu mkubwa sana. Haleluya. Mungu ni mkubwa na Mungu anayafanya yaliyo makubwa. Katika makubwa hayo hakikisha unampa heshima kubwa iliyobeba unyenyekevu mbele zake. Haleluya. Bwana awabariki sana. Amen.